Ningependa kusalamia Wakenya wenzangu, hamjamboni nyinyi wote. Saizi ni majioni, lakini nimeona nijitokeze kidogo niongelelee ile trip ya president alifanya huko Vihiga na huko Western mzima. Huyu ni msemaji wa Western mzima. Lakini mimi nashindwa sana ni kwa nini president akuje Vihiga Western yote mzima aanze kutuambia mambo ya upinzani. Sisi hatuko tunahitaji mambo ya upinzani, sisi tunahitaji maendeleo. Ile kitu mimi ningeambia president wa Kenya, please, sisi watu wa Western tulisema hatuhitaji nyumba, tulisema sisi tunahitaji factory, tunahitaji uwanja wa mpira, tunahitaji sivitali na tunahitaji masomo. Lakini kuja kutuambia mambo ya upinzani vile wanakula na vile wanatukana watu ama na vile wamekonda, hiyo itusaidii sisi kama wananchi wa Western. Ile kitu ningesema tu kusema watu wa Western, please muangalie sana president anaongea kuhusu nini. Na mimi ningejitokeza niseme kwa ufupi tu ile mambo Western ni president alituambia Western hakuna kitu imesaidia mwananchi wa Western. Hiyo yote ilikuwa ni mambo yake ya siasa zao na watu wa upinzani. Na mimi ningesema kama Mr. Gachagua sio mtu wa maana sana kwa hii serikali ya Kenya, kuna mtu kama mzee anatembea, kuna mtu kama Sifuna, Mr. President, hao wanaweza simama kama president na wapishane na hawa, sababu hao wengine wote wamesema hawezi tisha wewe, utakunywa nao breakfast. Lakini mimi nakwambia kuna Sifuna huwezi kunywa naye breakfast. Sifuna mtaenda naye mtaenda paka supper, mtaenda paka lunch na muende paka supper. Na hao ndio watu wanapishana na wewe vizuri. Hao ndio watu watatuma wewe nyumbani uwe one term. Mimi ile kitu ningejua tu, ile kitu mimi najua tu kawaida wewe utakuwa ni one term, because ile mawazo ulituambia itusaidii. Jo, wewe unakuja Western unatuambia mambo ya watu wengine vile wanafanya, unatuambia story yenye atuelewi, tunatuambia nini? Bado tuletee maendeleo. Sisi tunataka tujengee factory na tunataka saa hizi vile uko Western utuwekee huko factory kama 6. Factory zetu 6 utengeneze zikuwe sawa, tujue umeshatengeneza factory ziko huko, watu wanaweza pata kazi. Sisi mambo na nyumba hata tuhitaji, tunahitaji tu factory. Tukishapata factory, Mr. President, sisi tuko sawa. Lakini tumefurahia vile umesema Gachagua, na Gachagua na huyu jamaa kutoka Kisii, huyu hawezi shinda wewe, ni sawa tu, but sisi tunajua Mr. Natembea ama Mr. Sifuna hao watakushinda vizuri sana asubuhi na mapema. Sisi tungesema Mr. President, patia watu maendeleo. Wacha kuambia watu vile wanafanya. Mambo ya mimba na nini isaidie mwananchi wa Western. Hiyo itusaidii. Na katika hii dunia inajulikana mama lazima apewe mimba na mwanaume. Hasa ukisoma kwa gari utuambie mambo ya mimba, hiyo inatusaidia nini? Ungetuambia mambo ya factory, na utuambie mambo ya sivitali, na utuambie mambo ya vile utafanya na barabara. Tunataka barabara, tunataka sivitali, tunataka masomo. Lakini mambo kuja kutuambia mambo ya vile watu wanapeana mimba, hiyo itusaidii Mr. President. Kwa hivyo mimi kama msemaji wa Western ningependa Mr. President, wewe tufanyie maendeleo. Acha kutuambia vile watu wanapata watoto. Sisi hizi hatuna haja nayo. Na kitu kingine, hata kuongea mambo ya mtu haisaidii. Wewe ongea mambo ya maendeleo. Tunataka tu maendeleo. Ni pesa ngapi umewacha Western za maendeleo? Mambo kuja kutuachia mambo ya Gachagua na mambo ya Matiang'i, hii tusaidii. Sisi tunataka kutuambie Western unawacha maendeleo gani? Barabara ngapi unatengeneza Western? Shule ngapi unajenga Western? Stadium ngapi unajenga Western? Usije kutuambia mambo ya mtu. Hii hatuna haja na hiyo Mr. President. Sisi tuko na haja ya kutuambia kitu ya maana. Kitu kingine ningependa kuongelelea hapa Mr. Mudavadi. Unaona sasa Mr. President amekutuma wapi? Russia. Wewe uende Russia, uende uangalie wale watoto walienda Russia. Sasa hizo umeshaambiwa wale watu walienda Russia, wenyewe walienda kwa hiari yao. Hawako kufosiwa waende huko mpaka wamalize contract yao. Alafu Mr. President anakuambia hivyo na anaenda kutembea Western mzima bila wewe. Sasa unaona tayari wewe hapo hauko. Ningeambia wa Kenya, president atakuja kwa kiti. Kama wewe ni mtu unajua siasa vizuri, asikupatie kiti ya foreign affairs. Hiyo kiti ya foreign affairs hutawahi kukutana na wananchi. Mr. Musalia Mudavadi, hutakuwa na nafasi. Tangu uingie kwa hii serikali mnaenda miaka 3. Ni mara ngapi umetembelea watu wa Western? Ni mara ngapi umeongelesha watu wa Western kama wewe kingpin wa Western? Ama kama wewe ndio unasema nyinyi ni vigogo wa siasa? Ni siku gani? Nimeona saa hii
Kuna mtu amejitokeza hapa akasema kuna mtoto ako huko Western hana school fees. Nimeona kijana mmoja amekuja hapa amesema natembea, hamwezi somesha huyu mtoto. Sifuna, huwezi somesha huyu mtoto. Nauliza huyu jamaa, huyu mtu anajiita Musalia Power. Nataka nimuulize, wewe unauliza Sifuna mbona hujapeleka mtoto shule? Na wewe umeuliza bosi wako Musalia Mudavadi na Wetangula, wale vigogo wamekaa kwa siasa hiyo miaka yote, hawawezi lipia mtoto school fees. Mbona unaangalia vijana wadogo, hutaki kuangalia vigogo? Uliza Mudavadi na Mr. Wetangula walipia mtoto school fees. Wachana na Sifuna na nani na Natembea aside. Wewe kwanza tunauliza Mudavadi amefanya nini kuhusu huyo mtoto na yeye ako kwa serikali. Wewe unaongea hivyo unasema unalipwa nini? Mudavadi analipwa mawe? Wetangula analipwa mawe? Sisi tunataka huyo mtoto Mudavadi na Wetangula wampeleke shule. Wakenya wenzangu. Na ni hayo tu, Mungu awabariki.